Sasa hizi sijui. Ukishika nafuta. Ukishika nafanya? Nafuta. Hiyo umefuta. Rudi. Baba, hiki kiboko mpaka kiishe kwenye mwili wako. Naomba nisamehe sitorudi. Rudi. Wewe jinga kabisa wewe. Unajifanya wewe gwiji. Sasa kwa taarifa yako, hii ndio dawa yako sasa hivi. Ukileta ufedhuli ni fimbo tu, viboko tu. Leo nimekupiga na kiboko hiki. Siku nyingine haki ya Mungu na kupiga na kiboko changu cha asili. Jinga kabisa. Sasa Tamara, abe, mtandio tumfungue. Tumfunge na kamba madhubuti kwa sababu huyu lolote anaweza kufanya. Sawa. Wewe umefuata nini hapa hivyo? Kikongwe mtu mzima usijelewa, unadhani kama unaweza ukawa na akili kunizidi mimi yaani ukafanya mipango yako ngakuacha tu? Kwa taarifa yako, kila unachokifanya na kijua, na nikuambie tu huwezi kufaulu kwenye mipango yako, na huyu Sara lazima ni mziki ili wewe uweze kukosa kiti. Sauda, sijawahi kufeli katika jambo langu, na hii ndio kafara yangu. Lazima nipate kiti, yaani huwezi kuniharibia hata siku moja. Bandika bandua, tunaenda. Unanichekesha sana wewe Kikongwe, unajidanganya. Yaani unajidanganya mchana kweupe. Yaani mimi Sauda nikiamua jambo langu siwezi kufeli. Na kwa taarifa yako nafanya haya yote makusudi kukuharibia tu, ili mradi ukose kiti nikipata kiti mimi. Lazima nipate kiti. Kwanza tunapozidi kuchelewa ndio zile siku za 40 zinasogea. Nikikata ulimi. Boss. Unajidanganya sana wewe Kikongwe. Hivi kwa unavyoniona, unaona kama mimi mwenda wazimu sina akili? Kwamba nitajichelewesha mpaka 40 ifike? Siwezi fanya hivyo. Mimi ndio Sauda na siwezi kushindwa na kitu. Na nyie wote hamwezi kunisumbua. Kile kiti ni mali yangu mimi. Kwa taarifa yako nakupa hiyo. Unazungumza na nani? Mimi? Nilikuwa naongea na simu. Sawa. Aya, toka. Nimesema toka. Toka!
mimi unanichukulia kama mtoto? Yaani mimi nikarizie kweli, yaani nikarizie kweli harusi na alafu ndo uzike? Haiwezekani. Wewe mtoto, kwa nini unanipanda kichwani? Wewe ni nani? Vishangazi, unanichukuliaje mimi? Unaniona kama mimi zote zawia? Nimesema hivi, sikubali harusi ifanyike kama mke wangu hajafikwa. Wewe ni nani kwenye hii familia? Una cheo gani wewe? Yaani kila siku tunaenda mbele tunarudi nyuma. Tunaenda mbele tunarudi nyuma. Kwa nini unanizungusha? Nimeshasema, lazima ndoa ipite ndio tuzike mke wako. Alafu wewe Nilo, kwa nini unajitoa akili? Wewe si umesoma madrasa wewe? Unajua kabisa dini inasema kati ya ndoa na maiti ndio inatakiwa itangulie, kwa sababu aliyekufa kashakufa. Hawezi kusikia chochote na yaani chochote. Shangazi, nani? Nisikilize, nimesema hivi, sikubali harusi kama mke wangu hajafikwa. Lazima! Umbabwe! Lazima ni nani? Sikubali! Ni nani huko? Sikubali! Wana jamaa tu! Mwangalia ni nani? Kumekucha kumewachea. Hivi nyinyi kwa nini kila siku nyinyi? Yaani hii familia hamuna dogo. Imefika wakati paka wana kijiji wote wamewatenga. Sasa tusikilizane. Mimi sijakuja hapa kwa ajili ya kuendeleza marumbano yenu au ngumi zenu. Nimekuja hapa ili kutaka kujua taratibu za mazishi tu. Ili nikawa convince wana kijiji tuje tuchimbe kaburi tumstiri huyo marehemu. Si chengine. Kabisa. Ile jambo zito mwenyekiti. Aisha hiyo. Tujika ujinga. Wasailat, mchezo kuja mwenyewe hapa nishakukataza. Na unajua kabisa mimi hapa naishi mwenyewe. Na hapa tulivyo tupo hatupo. Unanitakia nini Sailata? We bado mtoto. Unajua nini kuhusu hichi unachokiona? Nimekosea tena. Na ndio maana niko hapa. Nahitaji msaada wako mkuu. Kafara yako umetia dosari mwenyewe. Tatizo unapenda kuupuka. Nishakukataza mambo kuupuka. Na ndio maana niko hapa. Nahitaji msaada wako mkuu. Na kile kichanga ndio msaada wako wa mwisho uliosalia. Unapaswa ukilete kama kusafisha sadaka ya kafara yako. Hakikisha utumie nguvu kwenye kukipata hicho kichanga. Unapaswa utumie akili nyingi kabla mshindo hajakizika. Damu ya faini nitalipia kwenye kikao cha majumuisho. Hapa hazikwi mtu mpaka nimpate mjukuu wangu. Yaani mjukuu wangu nikimshika mkononi ndipo mtazika maiti yenu. We mama,
Mama Kabichi, mheshimu anakuheshimu. Yaani nimesema kama wewe unanikata kichwa, wewe nikate tu. Lakini Sara hatoki hapa. Nilo, unataka nikutoe shingo? Mimi na ibara yangu 3:6 mstari wa 7. Huruma sio malezi. Sina huruma mimi. Mpumbavu wewe. Namtaka mjukuu wangu. Tena namtaka sasa hivi. Nikimpata tumtazika, lakini vinginevyo mtaondoka wote hapa. Pumbavu nini? Ibara yangu mimi ni 3:6 mstari wa 7. Huruma sio malezi. Wewe pumbavu ni. Wewe mama, stop kadi 3. Uko kwenye uwanja wangu, jiheshimu. Tena jiheshimu ni kuheshimu. Ukija kwenye uwanja wangu, silaha yako pembeni. Alafu mtu mzima wewe usiyekuwa na haya, kibibi kilichojikomalia. Yaani unajitekenya mwenyewe afu unacheka mwenyewe. Mbona unachekesha wale walala? Unamuuliza mtoto wako, unamuuliza mjukuu wako kwenye uwanja wangu. Mjukuu wako hapa amefuata nini? Kama ni wanao Sara tumemkuta kwako. Mjukuu hapa amefuata nini? Hilo swali la mjukuu nikuulize mimi. Yule mjukuu ni wa kwangu mimi. Yuko wapi? Sio hilo swali uniulize mimi. Mpumbavu wewe. Alafu wewe nini? Usijifanye unajua kuchonga sana wakati sio fundi seremala. Unasikia wewe? Mimi namtaka mtoto hapa. Kama hakuna mtoto, hakuna kuzika. Tena alafu unyamaze kimya. Siri zako nazijua nyingi sana. Kuna vitu vinacheza singeria. Kwenda wewe. Sikilize, tena unisikilize kwa makini wewe miguvu ukweni. Hapa lazima mjukuu wangu nimpate ndipo mzike. Sijui unanielewa wewe? Kwenda bwana mwana, kwenda wewe. Siri sirini. Sikiliza nikwambie kitu. Huwezi kunitisha wala kumtishia nyao huko kwenye uwanja wangu. Alafu nikwambie wewe mama, unatakiwa mtu mzima ujielewe na akili yako ikomae. Tena ikomae hapo kwangu. Upo kwangu kumbuka. Hebu ngoja kwanza. Unajua nachozungumza Mama Kabichi ni pointi. Yaani yuko sahihi kabisa. Sara ana mtoto, lakini toka amefariki hatumuoni mtoto wake. Yuko wapi? Swadakta mwenyekiti. Sara, tunaongea vizuri. Sara alikuwa na mtoto. Lakini kumbuka, Sara tumemkuta kwa mama yake. Sasa muulize huyo Zwamwamwa, kichwa bongo lala, mjukuu wake yuko wapi? Alafu sio mjukuu wake tu, yule ni mjukuu wangu mimi. Sijui unaelewa vizuri. Wewe bibi kizee, huyo mjukuu yuko wapi? Kwa hiyo una change gia angani. Umekuja na staili nyingine yani. Hala! Umegada bibi. Aibu utaona wewe mwaka huu. Kwangu mwenyekiti nasema mjukuu. Mama Kabichi, wewe mtu mzima, usifanye hivyo mbele za watu kulia hapa na kwa kitu kizuri. Hebu kaza moyo mamangu. Mwenyekiti, mjukuu wangu yani kuwa naye hapa ni lazima. Vinginevyo hapa hazikui mtu. Baba jishaidi kunyamaza, usilie msibani, kaza. Tabibu wangu, karibu chai. Si salama. Kwa nini? Nilikwambia usiruhusu mtu yoyote atumie akili yako. Unapaswa kuwa makini sana. Nafasi ni kitu muhimu sana unapoipata, lakini maadui wanakuwa wengi sana kwa kuzibia hiyo nafasi. Hii chai si salama. Sijakuelewa tabibu wangu. Wanangu, mimi nilikuwa nawaomba kitu kimoja. Mumpende sana mdogo wenu na muwe makini naye sana, kwa sababu yeye ndio aliyechaguliwa na mizimu ya kwetu, mizimu ya babu zetu, awe mlisi wa utabibu wangu. Kwa hiyo naombeni sana muwe makini sana naye, na wala msisubutu kuoneana wivu, kwa sababu mimi sikuwalea hivyo. Nimewalea mpendane, mshirikiane kwa kila hali. Kwa hiyo naomba mkumbushane pale mnapokosea. Sawa baba. Sisi tunampenda sana mdogo wetu na tunakuahidi tutafanya kama vile unavyotaka wewe. Kama alivyosema dada baba, tutampenda sana mdogo wetu, hatutakuangusha. Ndio maana nawapenda sana wanangu. Haya malkia wangu, na wewe una lolote la kuniambia? Baba, leo natamani sana kumwona mzee Tano. Kwa hivyo leo tunaondoka wote.
Ni nani aliyodanganya kuwa sumu inaweza kuwa upendo? Mmesahau kuwa ukweli ni kama mto na huwezi kuzuiliwa kwa mikono. Ndekwa pamoja na Sakina, sio kila vita hushindwa kwa hila. Vita nyingine husimamiwa na Mungu. Kwa hiyo mlitaka kumuua mume wangu kwa sumu, ili ionekane mimi ndo nimemuua. Siku zote mchelea mwana kulia atalia yeye. Badala mkae kukuza akili zenu, nyinyi kazi yenu kunenepesha miili yenu tu. Sitoacha kwa hili. Nitahakikisha ninadili na nyie, washenzi wakubwa. Nikusaidie nini? Sina msaada wote na uhitaji. Nimekuja kuchukua maiti ya mjukuu wangu. Maana mimi ndo nina haki ya kumzika. Kiwa mwanangu mimi ni mtoto wa kiume. Na hapa sisi tulioa na mahali tulilipa. Mshindo ninachoomba ni maiti tu ya mjukuu wangu nikazike. Sailata. Yaani siku ya leo sijisikii kabisa kumwaga damu Sailata. Yaani ungejua jinsi gani nilivyokuwa na uchungu wa kuondokewa na mjukuu wangu, na najua kabisa wewe umehusika kwenye hili. Tafadhali kaa mbali na mimi. Hata maiti ya mjukuu wangu sitoi, sikupi. Kwanza mimi siamini kabisa kama mjukuu wangu amekufa. Naomba toka tafadhali. Wewe unaamini amekufa? Wewe uamini amekufa? Mimi sijui hilo. Ninachojua mjukuu wangu amefariki na mimi napaswa kuzika. Kwa sababu mahali Mshindo nililipa. Ingekuwa sijalipa mahali kweli ungengangania maiti, lakini ni haki yangu mimi kwenda kuzika. Alafu uliona wapi mwanaume akangangania maiti ya kitoto kichanga? Mimi ndio napaswa nikiandae, niende nikakizike. Wewe mwanaume unawezaje kungangania hiyo maiti? Hebu kelele bwana. Unaongea kitu gani? Maswala ya mwanaume mwanamke yanahusika nini hapa? Sasa kwa taarifa yako, mimi mjukuu wangu hajafa. Hapa hakuna maiti wala hakuna msiba, na nakuhakikishia Sailata, katika hii vita bado mbichi. Nitahangaika mimi mashariki, magharibi, kusini, kaskazini. Nihangaike nipambane kwa ajili ya uhai wa mjukuu wangu. Mjukuu wangu hajafa. Toka. Nakwambia Mshindo, maiti naondoka nayo. Labda sio mimi niliyolipa mahali. Maiti naenda nayo. Toka. Nakwambia wewe Mshindo, hapa mimi naingia. Sasa nitakuumiza. Wewe. Hebu toka. Nasemaje? Siwezi kutoka bila maiti ya mjukuu wangu. Bwana toka, unajua. Wewe mjinga. Mbona umekimbia? Ungesimama uone kama wewe mwanamke kweli unajiamini. Jinga kabisa. Na yeye Tamara ulishindwa vipi kumzuia ni mnyoshe yule? Wewe mwache siku nyingine ajikanyage. Vipi ndio umeleta? Tafadhali kidogo. Karibu. Naomba uanze kuwachunguza wake zangu, Sakina pamoja na Ndekwa. Imani inaniisha juu yao. Lakini pia huyu mtoto aliyekuja kwenye imaya yetu anapaswa kulindwa sana, kwa sababu ana kitu cha kipekee kwenye damu yake. Ni mtoto wa ajabu sana. Ni kati ya wale watoto huwa wakizaliwa inakuwa ni baraka kwenye ukoo au familia. Ana tunu ya kipekee huyu mtoto, kwa hiyo anapaswa kulindwa sana. Na akijulikana na wachawi kuwa ana tunu, basi wanaweza kumwangamiza na wakatumia tunu yake kwa mambo yao binafsi. Umenielewa? Vipi kuhusu Mwandola? Una taarifa naye? Au kuna sehemu yoyote amekwenda? Mwandola ameenda kuangalia afya ya mke wake. Hayupo sawa. Vizuri. Na kuhusu Vava na Kizigo, una taarifa nao? Hapana. Sina taarifa ya Kizigo wala Vava. Chunga sana. Usimwamini binadamu mwenzio.
Binadamu ndo wanafanya waonekane binadamu wenzao ni wabaya. Kwa hiyo kuwa sana makini. Kila mtu anahitaji nafasi. Sara, mke wangu, hivi kwa nini umeondoka na mapema? Kwa nini umefanya haraka kuondoka, Sara? Ungeniambia basi kabla ya kuondoka, mke wangu. Alafu umeondoka, sijui hata mtoto wangu kwa wapi. Amka Sara. 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 Amka Sara. Vipi tena jamani? Nini? Nini unafanya hapa? Yaani unajilizaliza kwenye chumba cha maiti kama mtoto wa kike vile. Shangazi. Shangazi, umenihitaji mimi? Chenga bwana, yaani unajua Chenga, sisi ni binadamu na kama binadamu tumeumbiwa kusamehe. Unajua inawezekana nilikuwa nimekukwaza, iwe kwa kujua ama kutokujua. Nilikuwa naomba unisamehe. Yaani tusameheane, tusafishiane nia. Sailata, unajua hata vitabu vya dini vyenyewe vimeandika samehe 7 mara 70. Sasa kama vitabu vya dini vimeandika ile neno, mimi ni nani mpaka nipingane na vitabu vya dini nishindwe kukusamehe, Sailata? Unajua Chenga, wewe ni mtu mzuri sana. Moyo wako uko safi. Nachokupendea ndio hicho, mwepesi kusamehe. Usijali. Mimi ndivyo hivyo nilivyo. Mamangu kanizaa kweli. Sasa Chenga, mimi kuna jambo nilikuwa naomba unisaidie. Japo ni zito kidogo, lakini kwa nilivyo litathmini nikaona kabisa Chenga unaliweza. Yaani usiku mzima nimelala nimelitafakari, lakini kila anapopiga lada anakuja Chenga. Nilikuwa naomba ukaniibie maiti ya mtoto kwa mzee Mshindo. Pesa ipo, wala hata lisikuazishe. Chukua, hii ni kwa ajili tu ya kuchambako. Na utakapomaliza kazi, basi nitakupiga na kibunda kizito. Mambo ya sasampa. Kwa hii haina shida. Hii kidogo inaridhisha. Maana hata ukijitoa kimasomaso, kuna kitu umekuwa umepata. Labda nikuhakikishie tu Sailata, kama unavyonijua, mimi sina gamba mbamba. Napigage kazi kweli kweli. Kwa hiyo hii kazi yako nitaimaliza sekunde tu. Chenga, mimi naamini hautaniangusha. Hakikisha unafanya juu chini, unaileta. Na kuhakikishia kibunda nitakachokupiga nacho kizito. Wacha. Unanikosha. Basi acha mimi niende. Tusije tukaonwa. Lakini zingatia, fanya kwa wakati. Limeisha hilo. Wewe ni mtoto wa kike bwana. Nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama kwa mtibu.